Naam, kama kwanza unaungana nasi, hii ni habari kutoka hapa Channel 10 Plus, lakini kwa sasa karibu tuangaze habari za biashara na uchumi. Bado mimi naitwa Juma Mohamed, utakuwa nami katika kuangaza habari hizo kwa ukubwa wake kwa namna ambavyo tumeziandaa siku hii ya leo. Bodi ya korosho nchini imeanza kufufua mashamba ya korosho yaliyotelekezwa muda mrefu na wakulima kwa sababu za kiafya na kukosa uwezo wa kuhudumia, ili mashamba yao yasaidie wakulima kupata kipato na kuongeza uzalishaji wa zao la korosho hapa nchini. Mwandishi wetu Adam Malima ana taarifa kutoka huko mkoani Mtwara. Akizungumza katika wilaya ya Nanyumbu mkoani Mtwara wakati akikagua mashamba pori ya korosho yaliyotelekezwa kwa muda mrefu na wakulima kwa sababu za changamoto za kiafya na kukosa uwezo wa kuhudumia, afisa kilimo bodi ya korosho Epafra Masele amesema kuwa mikakati ya serikali kupitia bodi ya korosho ni kuongeza uzalishaji wa zao la korosho na kwamba mikakati hiyo inaenda sambamba na uwezeshaji wa wakulima waliokumbwa na changamoto zilizosababisha kushindwa kuhudumia mikorosho yao. Hiyo ni moja ya mikakati ambayo tumeianzisha sisi kama bodi ya korosho kuhakikisha kwamba tunafufua mashamba yote ambayo yametelekezwa, lakini pia kuhakikisha kwamba na mashamba mengine ambayo yana changamoto kama hizi basi yanatambulika ili yaweze kuhudumiwa ili tuweze kuongeza uzalishaji wa korosho. Mkuu wa wilaya Nanyumbu Christopher Magara anaeleza kuwa wakulima katika wilaya hiyo wamekuwa na juhudi za kuongeza uzalishaji wa zao la korosho, huku wakulima wanaowezeshwa kufufua mashamba yao wakieleza kuwa mikakati hiyo inaenda kukuza uchumi wao ambao ulitetereka kwa miaka mingi. Kwa hiyo tulikuwa tunazalisha tani milioni 17 kilo milioni 17, lakini tumekaenda milioni 20, tukaenda milioni 22, na msimu uliopita tumezalisha kilo milioni 24. Kwa hiyo mwitikio ni mzuri, na hata ukipita barabarani, ukipita vijijini kwenye mashamba, utaona kabisa maeneo ambayo zamani tulikuwa tunaona kama ni mashamba pori, saa hizi inatunzwa. Hili shamba mpaka inafikia kutelekezwa kwa sababu za kuumwa. Nimeanza kuumwa toka mwaka 2018 na ndipo shamba lilivyoingia katika kutelekezwa. Huo msaada unazungumzia kwangu utakuwa vizuri, itakuwa mniboresha vya kutosha. Shamba langu na ekari 11. Shamba hili nimeshindwa kulimia huu mwaka wa 6. Nashukuru bodi ya korosho anakuja kunisaidia. Kutoka Nanyumbu mkoani Mtwara, Adam Malima, Channel 10. Asante Adam Malima kutoka mkoani Mtwara. Kwa sasa turejee hapa jijini Dar es Salaam ambapo mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi kwa maana ya TISEZA imeendesha semina kwa watoa huduma 110 katika sekta ya uwekezaji kwa lengo la kuwaelimisha namna ya kuwahudumia wawekezaji ili kuepuka wawekezaji kutumia matapeli na kuchafua taswira ya nchi. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mfumo wa mafunzo haya jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mkuu wa TISEZA Gilead Terry amesema mamlaka hiyo inawaona kama wadau muhimu kuliko kuwaacha wafanyakazi bila weledi, ikaona ni bora kuwaletea kwenye wigo wao watathibiti na kuwaelimisha katika utendaji wao, kwa kuwa ni nyenzo muhimu ya kuwaelimisha Watanzania kwa kuwa 100% ya watoa huduma ni Watanzania. Amesema huduma za uwekezaji ziko wazi, kila mtu anaweza kufanya mwenyewe kupitia mtandao, lakini anahitaji kusaidiwa kutumia na atatumia watoa huduma hao watakaotambulika na TISEZA kwa gharama elekezi ambayo imepangwa. Tupate nafasi ya kumsikiliza na kutazama. Tunawafanyia semina, tunawapa vyeti na leseni za kuwatazama kwa kipindi cha mwaka mmoja, na tunawafundisha namna ya kutoa huduma kwa wawekezaji. Wengi mtaani tumekuwa tukiwaita kama vishoka watu. Kwa sababu hii kubwa ndio maana kwa TISEZA ambayo ni mamlaka ambayo inahusika na uwekezaji ikaona kuna lengo kubwa sana la kuchukua hatua ya kuwarasimisha na kuwaidhinisha baadhi ya watoa huduma. Hawa watoa huduma ndio sehemu ya kwanza au mtu wa kwanza anayekutana na mwekezaji anapokuja nchini. Kwa hiyo ni kioo na anabeba sifa ya taasisi hii ya TISEZA na anabeba sifa ya taifa letu. Tukatazame habari nyingine kwenye upande wa biashara hivi leo. Vijana nchini wameshauriwa kuchangamkia fursa ya zao la ufugaji wa nyuki ili kujiimarisha kiuchumi kupitia uuzaji wa mazao ya nyuki, kwa kuwa ni biashara yenye masoko ya uhakika. Epimarcus Apolinali ni shuhuda wa taarifa hiyo. Ushauri huo umetolewa na mkurugenzi wa kampuni ya Geo African Consultant nchini Rukero Mgana wakati akizungumza na waandishi wa habari kuelekea kwenye kongamano linalohusu mazao ya nyuki. Wanapokuwa hawana jambo la kufanya au hawana ajira, manake
ni hasara kwa taifa, kwa maana ya kwamba wanashindwa kufanya shughuli za uzalishaji mali. Kwa upande wake, mfugaji wa nyuki David Liama ameiomba serikali kupitia mamlaka zinazohusika na ufugaji wa nyuki kuendelea kutoa elimu kwa vijana kuhusiana na ufugaji bora wa nyuki, huku baadhi ya vijana wakisisitiza umuhimu wa elimu ili waweze kufuga kibiashara na kuwekeza mitaji yao. Ni fursa kubwa sana, ila watu tu hawajafanya hivi. Nyuki hautomlisha, hautompeleka hospitali, hautofanya chochote. Nyuki anataka tu maji, anataka tu na maua, mimea ya kawaida tu. Kundi kubwa la vijana likiweza kupewa hiyo elimu itasaidia vijana kama sisi kama vijana kuweza kuondokana na kukaa vijiweni pasi na kazi. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimakus Apolinari, Channel 10. Taarifa ya mwanahabari wetu Epimakus Apolinari kutoka mkoani Mbeya inahitimisha habari za biashara na uchumi kwa siku hii ya leo. Asante sana kwa wote ambao mlikuwa mnafuatilia habari hizi. Mimi naitwa Juma Mohamed. Tukae tayari kwa ajili ya habari za michezo. Atakuja hapa Esther Mtebe ambaye atakuja kutujuza zaidi kwa undani katika habari mbalimbali za kimichezo. Endelea kubaki nasi.